and for the first time nimetumika katika kanisa zaidi ya miaka 35 na nilikuwa mgonjwa siku 3, Friday na jana, kuwa mgonjwa wa kabisa, hata usiku karibu nipelekwa hospitali, maumivu kila mahali. Lakini nataka kushukuru Bwana ya kwamba asubuhi kulipokucha nilijisikia nimeamuka nikiwa na nguvu. Bwana asifiwe sana. Na nilikuwa nashindwa sasa itakuwaje leo. Nikafikiria nipigie Alexander, sijamuona kwa siku mingi. Reverend nilijua yeye alikuwa mgonjwa pia. Apostle ninajua yeye naye anaongoza maombi. Lakini nashukuru Mungu ya kwamba I can shout. Amen. Ati niseme amen. Amen. Ati nina nguvu kama hiyo. Huyo ni Bwana. Bwana asifiwe sana. To our viewers and the congregation, I greet you all in the name of Jesus. Amen. Praise be to God. Amen. I want us to look at a scripture that we have been looking at, Revelation chapter 2. And I want us to ponder from verse number 7 only. Revelation is an epistle from Christ. Ni waraka uliandikwa na ukatoka kwa Yesu. Ndio Yohana ikamfikia. Na katika waraka huu nataka tuone kanisa hili la Waefeso, lakini tuangalie ni kwa nini Yesu alisema maneno haya. Whoever overcomes, yeye atakaye, to him who overcomes. Nyakati hizi za mwisho kuna hili neno, yeye atakaye kuwa mshindi, yeye atakayeshinda. He who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Tutakuwa na mambo mazito sana katika maisha kwa sababu tuko katika siku za mwisho. Na ukisoma Waefeso 2 na mstari wake wa 6, unasema ya kwamba but you have this in your favor, you hate the practice of the Nicolaitans, which I also hate. Hawa ni Waefeso, ya kwamba Waefeso, Yesu alisema in verse number 2, I know your deeds, I know your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Ni kanisa lilikuwa linaangalia, linaona kuna watu wanajifanya wa Kristo na si wa Kristo. Walijifanya ni mitume na si mitume. Na katika hili kanisa Yesu akasema kuna kitu ninawashuku in verse number 4, ya kwamba mmeachana na upendo wa kwanza. Upendo wa kwanza ni upendo wa mtu kibinafsi na Mungu wake na Yesu wake, Mwokozi wake. Na verse number 5, kwa kuachana na upendo ule, verse number 5 inasema remember the height from which you have fallen. Kuachana na upendo wa Yesu ni kuanguka mwanguko mkubwa sana. Kuna watu hutenda mambo, unaona there must have been a disconnect. Mtu anaweza kutenda kitu uone ya kwamba hakuwa na Mungu, ana mwanguko mkubwa sana. Na Biblia inasema repent and do the things you did at first. If you do not repent, Biblia inasema I will come to you and remove your lampstand from its place.
tunaambiwa basi ukiona ni kiasi gani umeanguka, basi tubu. Usipotubu, Yesu anasema nitakuja kwako na niondoe taa ile inakumulikia. Sasa ukae gizani kabisa. Na verse number 6 inasema ya kwamba but you have this in your favor, you hate the practice of the Nicolaitans. Ingawa tu hata wewe unadharau, upendi mambo, you hate what God hates. Mungu hapendi Nicolaitans. Nicolaitans ni watu wanakuja kanisa kwa nguvu nyingi, lakini wanakuja kuleta upinzani wa mambo yale Mungu ameweka, wanaweka yao. Like how Nicolaitans conquered the laity and brought in the clergy. Wakaondoa watu wale mitume walioitwa na Mungu. Ephesians chapter 4 verse 11 to 13. Wakalete watu wanaitwa clergy. Clergy ni watu wale wanaitwa bishops, archbishops, canon na pope. Watu wale wanachaguliwa na watu. Wakaondoa the fivefold ministry in AD 70 and it took them 100 years. Kwa sababu hata walienda katika mkutano moja Jerusalem in the Council of Nicaea, na wakakuja wakiwa Nicolaitans, wakaja wakiwa 1500 more. Ndio kufanywa uchaguzi, the fivefold ministry iondolewe kwa kanisa, clergy iingie. Na ndio unaona shida katika makanisani, kwa sababu watu wengi wanaoongoza ni watu wale walichaguliwa na watu, si watu wale waliitwa na Mungu. Sasa kuna vita. Biblia inasema hivi in verse number 7, to him who overcomes. Nataka tuangalie mambo haya, tuyaone ni nini Yesu alikuwa anasema. Na katika this Revelation chapter 2 verse 7, verse 7 is a scripture that we need to memorize. He who has an ear, let him hear what the Spirit is telling the churches. Kama una masikio, basi usikie vile Roho anaambia makanisa. Makanisa yanaambiwa hivi na Roho. To him who overcomes. Because you cannot overcome when there is no struggle or competition. To him who overcomes, that is, an overcomer is one who, by God's grace, receives through faith in Christ. He receives an experience of overcoming every other battle that comes his way. So, in chapter 2 and 3 of Revelation, Christ is walking among the churches, examining their works with a view of granting or withholding rewards. He sees both failure in the church and he also sees fidelity in the church. So, the Lord's letters to the 7 churches in Asia Minor reveals his perfect knowledge of the churches. Jesus has perfect knowledge of the churches and nothing is hidden from his eyes. Nothing is hidden from God about you, about me. And that when he is looking at these churches, he has his commendations over the churches. He has warnings over the churches. He has counsel over the churches and promises to them that should teach us that nothing is hidden from God. So when we are looking at what Jesus is saying, he is saying, I am walking among the churches, examining their works with a view of granting a reward or withholding a reward
because of what I perfectly see, because I have perfect knowledge about the church. The church is you and me. You cannot come and camouflage. Wezi kuja na ujifanye. Jesus has perfect knowledge over each one of us. Praise be to God. And now he says, to him who overcomes. Because we need to overcome. Nilisema wakati wa corona ya kwamba watu wale walienda, si wale watarudi. Na tutakaporudi tutaona mtu alikuwa akiishi namna gani wakati wa corona. Na wapendwa, tujihadhari sana kwa sababu si unaona leo hakuna watu wengi. Watu ni wagonjwa. Hata mimi singekuja, shetani hataki. Kwa hivyo ni lazima tujikakamue sana na kupenda huyu Mungu na kuombea hata wale hawakuweza kuja. Kwa sababu shetani angependa kila mtu agonjeke, and especially watendakazi ndio wakose kuja, nanyi mkose watu wa kuwatumikia. Mungu atusaidie sana. So an overcomer, from the Greek word nikon, is one who by God's grace received through faith in Christ has experienced the new birth and remains constant in victory over sin and victory over Satan and victory over the world. We must overcome sin, world and Satan. Mambo haya matatu lazima tuangalie sana, kwa sababu tumezingirwa na dhambi na ulimwengu na shetani. Na Yesu anasema ya kwamba yeyote atakayeshinda, ni lazima tuangalie ni kushinda, anashinda nini? Kushinda dhambi na kushinda ulimwengu na kushinda shetani. Na ni lazima tuwe washindi, tushinde dhambi. Bwana asifiwe sana. Ndio mahali kuna dhambi ni dhambi, na mahali kuna stahili utubu, kama una Mungu utubu. Kwa sababu dhihirisho ya kwamba ya kwanza ya kuonyeshana ya kwamba umeachana na Mungu ni kukosa kuona dhambi zako. Ukikosa kuona dhambi zako ya kwamba huwezi kutubu, una mwanguko mwenye kishindo kikubwa sana. Mungu atusaidie sana. Sasa uangalie, kuna mambo matatu lazima uzingatie kujipanga sana. Ulimwengu kuna dhambi, na ulimwengu una tabia yake, na shetani pia. Kwa hivyo una mambo matatu ama adui tatu ni lazima ushinde. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu we are surrounded by great opposition and rebellion. We are surrounded by a great opposition and rebellion. Popote tuliko, nyumbani, kazini, kokote, unakuta ya kwamba tumezingirwa na kusungukwa na upinzani and rebellion, ukaidi. Unaona kila mtu anataka kuwa mkaidi na upinzani wa mambo ya Mungu. Kwa hivyo tunatakiwa tufanye nini? Overcomers must refuse to conform. Watu hao watakaokuwa washindi ni lazima wakatae to conform to the world and to any ungodliness within the visible church. Na ndio tunaitana maombi. This is the visible church. Overcomers must stand strong because of opposition and because of the rebellion that is there in the churches, in the visible church. And we must overcome. We must see to it that sisi kama watu waliitwa na Mungu
We must refuse to conform to the world. Tusikae kama ulimwengu. We must refuse any ungodliness in our visible church. Tabia yote ya mwili, kwa sababu tabia ya mwili huzuia uenezaji wa injili. Ni lazima kama visible church tukatae tabia ya mwili, kwa sababu inazuia uenezaji wa injili. Vituko vingine watu hufanya ni za kuharibu injili, si za kuendeleza injili. Mungu atusaidie sana. If you want to be an overcomer, you must be ready to face the challenges of opposition, rebellion, and any form of ungodliness. Mungu atusaidie sana, ya kwamba mtu anaweza kukaa kama si mtu wa Mungu. Na katika Revelation 2 and verse number 24 tunaweza kuona kitu, kwa sababu hii ni maneno yanaongelewa kwa upole, lakini ni maneno mazito sana. Na Yesu akauliza, nitakaporudi nitakuta imani? Mwana wa Adamu atakaporudi, je, atakuta watu walio na imani ama atakuta watu waliopoteza imani? Mungu atusaidie sana. In Revelation 2 verse 24 inasoma hivi, now I say to the rest of you in Thyatira, to you who do not hold to her teaching and have not learned Satan's so-called deep secrets, I will not impose any other burden on you. We need to remember that Satan has his burdens and sacred teachings in the church. Shetani analeta sacred teachings. Remember, katika Revelation hiyo 2 na mstari wake wa 9 inasema, na wengine wenu wanajifanya ni Wayahudi na sio Wayahudi. Na chapter 3 verse 9 inasema ni sinagogi la Shetani. Imagine katika kanisa ukifikiria ya kwamba hawa ni ndugu zako na dada zako, lakini Yesu anajua ni sinagogi la Shetani. Si ndugu, si dada. Kutatokea tu kitu kidogo umjue hakuwa dada yako, hakuwa ndugu yako, alikuwa sinagogi la Shetani. Kwa hivyo ni kama kusema ya kwamba they hear and respond to what the Spirit says to the churches. These people who are overcomers, they hear and respond to what the Spirit says to the churches. Overcomers, they remain faithful to Christ to the very end. Overcomers are those people who can hear and respond. Si watu wenye upinzani, hearing and responding to what the Spirit is telling the churches. Kani wakati kama huu, ingelibidi kila mmoja wetu ajue kama anaelewa wakati Roho ananena. Ama mnaona ni David anawanenea, ya kwamba unaweza hata kupingana na yeye na kumwambia haukusema la kweli, haukuongea maneno ya haki. Inabidi an overcomer to identify when the Holy Spirit is speaking to the churches, so that you hear and respond. Praise be to God. Amen. Some people here, they don't respond. It is very sorry, so sad that people can hear and keep on hearing, they don't respond. Test itakuja tu kidogo, ukute huyo mtu
alikuwa anasikia kama garbage in, garbage out. There are things people do and then that confirms they have a disconnect with God. Mungu atusaidie sana. Overcomers here and respond. How much do you hear? How much do you respond? Let's look at verse number 26. Revelation 2 and verse number 26. Inasema hivi, verse 26, na nitasoma. To him who overcomes and does my will to the end. Overcoming and doing the will of God to the end. I will give authority over the nations. Overcoming and doing the will of God to the end. May God help us so much. Kila kuchao, we are expected ushindi, ushindi, ushindi. Usiku nilikuwa na maumivu sana, lakini niliambia Mungu sijawahi kosa kwenda kanisa kwa sababu mimi ni mgonjwa, na kesho nitaenda kanisa. Bwana asifiwe sana. Niliamka nikajisikia nina nguvu za kufika kanisani. Bwana asifiwe sana. We must overcome. Lazima tuwe washindi, na kushinda ni kutoka kwa vita. Jina la Bwana na litukuzwe. Kwa hivyo ni kama kusema ya kwamba, wapendwa, overcomers must accept only God's standard revealed in his holy word. Overcomers, washindi, they must accept only the standard of God that is revealed in the word of God. They don't compromise. Let's look at chapter 3 verse 8. Revelation 3 verse 8. Kama utakuwa mshindi, ni lazima uzingatie kanuni za neno la Mungu. The standard of God's word as revealed in the scriptures. Chapter 3 verse 8 inasema hivi, na nisome. I know your deeds. Yeah. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. That is an overcomer. Hata kama una nguvu kiasi kidogo, na bado umezingatia keeping focused on faith and keeping the word of God, Mungu atakukuta pale na atakuinua. Jina la Bwana na litukuzwe. Overcomers must accept only God's standard, not any other standard mechanized huko nje na marafiki. An overcomer must accept only God's standard revealed in his holy word. Overcomers, praise the Lord. You must accept only the standard of God. Kama ni kuolewa, uolewe in the standard of God if you are an overcomer. You don't mechanize how you gonna get married in your own way. Life management your way other than God's way. Overcomers accepts only the standard of God. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana na litukuzwe. Nataka ushike hiyo sana, hata kama ni kufanya lolote maishani, hata biashara. Accept only the standard of God as revealed in the scripture. Any other way to get money that is not godly way. Biblia inasema katika Jeremiah 17 verse 11, ni kama kuku imelalia mayai ya kuku za kichakani,
zile zinaitwa ngware. Ya kwamba ni wakati mdogo tu na imelalia mayai mengi na ina vifaranga wengi, alafu vifaranga vianze kubainika za kuku na za mwewe. Na ni Biblia inasema hivyo. Na katikati ya maisha yako unakufa kama mjinga. Watu wengi unaona, hata sasa umeona Kenya, watu si kubarikiwa wamebarikiwa, ni wezi. Wana magari makubwa ya wizi, maofisi makubwa ya wizi, si kubarikiwa wamebarikiwa. Mungu atusaidie tuwe na utajiri wa halisi. Jina la Bwana na litukuzwe. Overcomers in God's churches, washindi katika makanisa ya Mungu, and only the overcomers will eat of the tree of life. Washindi na washindi wa halisi katika makanisa ndio watakula katika the tree of life, mti ule umewekwa katika bustani la Edeni. Jina la Bwana na litukuzwe. Na Biblia inasema kwamba they will not be hurt, hawataumizwa by the second death. Hebu tuone Revelation 2 verse 11. Hawa washindi, Biblia inasema hivi juu yao: he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death. Hivyo ni kusema ya kwamba there are people who will be hurt by the second death. Kifo cha pili kitawaguza. Kifo kile kitakachobainisha watu wale wataingia paradise na wale wataingia jehanamu. Ikiwa uko tu kanisani na wewe si mshindi, wewe ni candidate wa jehanamu, kwa sababu ushindi ndio utafanya tuingie paradiso. Jina la Bwana na litukuzwe. Kwa hivyo tunahitaji kushinda. Hallelujah. Jina la Bwana na litukuzwe. Overcomers will receive hidden manna. All right? Biblia inasema watapata hidden manna and be given a new name in heaven. Verse 17, Revelation 2 verse 17. Washindi. Hebu tuone verse number 17. Yeah? He who has an ear, let him hear that the Spirit, what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. Hidden manna. Bwana asifiwe. Unaona mambo yale yameahidiwa mshindi. Tenetoka heo kahiga kero kena letwa lero utale mundu ungi uri we tigo nie na Ngai. Na tuheo hidden manna, irio cia kuria. Manna is about the bread of life. Praise be to God. Overcomers over the nations. Tumesoma hayo mambo ya kwamba katika mataifa washindi watapata authority. Popote unapotembea, kama wewe ni mshindi, Yesu anakukabidhi authority over the nations. Kokote unaenda kunatangazwa wewe uko. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka siku moja nilienda kwa Ministry of Higher Education nikitaka usajili wa shule, na tulikuwa na jamaa moja sitaki kumtaja, na tulipofika gorofa ile ya kule juu 24 akazuiwa kuingia, mimi nikaambiwa niingie.
Jamaa alikuwa bishop, lakini akazuiwa kuingia. Nikaambiwa ingia. Kati yangu na yeye, wakurugenzi wale wakaona mimi ndio ninastahili, na hiyo ikawa ni vita. Kamodo nikigato meke kwa nini? Mwambie hata mimi simjui. Sasa ni mimi nilisema tuko na yeye. Kwa sababu kuna sura nyingine unaweza kuwa nayo hata haikubaliki. Overcomers will have authority over nations. Praise be to God. Akawa ako na sura haikubaliki. Mungu atusaidie sana. Mwambie mwenzako overcomers. Overcomers will not have their names removed from the book of life, but will be honored by Christ before the Father and the angels. Hebu tuone Revelation 3 verse 5. Watu wale washindi majina yao haitaondolewa katika kitabu cha uzima, lakini yatakuweko yakilindwa na Mungu kupitia kwa malaika. Hallelujah. Malaika wataambiwa walinde, so that their names can be honored by Christ and the Father and the angels. Revelation 3 and verse number 5. This is what the Bible says about overcomers. Ndio utamani sana kuwa mshindi katika vita. Inasema hivi, he who overcomes will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Hebu angalia vile unaelezwa juu ya overcomers, ya kwamba unaahidiwa jina lako halitaondolewa kutoka kwa kitabu cha uzima, na Yesu anasema ya kwamba he will honor us. Amen. Amen. And he will set the angels to encamp around us because we are overcomers. Amen. Ni vizuri utamani kuwa mshindi, si mtu wa kushinda shindwa na vita tuingine tunakuja kama a test of your faith. Vita zingine zinakuja kama a test of your faith. James 1 verse 2 inasema, brothers, these trials is a test of your faith. We need to overcome. Praise be to God. Nikueleze juu ya overcomers. Overcomers will remain with God in his temple and will bear the name of God. They will bear the name of Christ and the new Jerusalem. Tutasoma chapter 3 verse 2. Overcomers don't quit. They remain in the church. That's what the Bible says. They will remain with God in his temple, and they will continue bearing the name of God. Hallelujah. Let's read chapter 3 verse number 12. Overcomers. Inasema hivi, him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Amen. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem. Pengine una shida ya kuelewa Kiingereza. Overcomers, Biblia inasema nini? Ya kwamba utapewa pila katika kanisa, nguzo ya kwamba hautaondoka na utakuweko na upewe jina, hata jina la Yerusalemu liwe
wewe umeandikwa hilo jina, ya kwamba ni kama stamp, wewe ni wa hapa. Overcomers. Mwambie mwenzako overcomers. The Bible says they will never leave the church. Those things people do, na wakiringaringa huko nje, no umenye mundu uria akoragwo mugu riria ehitie akaga kunyiha agaikara wagitiaga ni kuga level yake ya kugwa nene muno. Ngai toro tutaidi ya acio mate kuma metagwo nding'uri. Nding'uri ni undu wa Jesu Kristo muru wa Ngai. Yeah, the pillars. Tell your neighbor, overcomers. Praise be to God. Overcomers will sit with Christ on his throne. As they continue, chapter 3 verse 21. Revelation 3 verse 21. Yeah? Katika hiyo kitabu cha Revelation, Ufunuo 3 verse 21, inasema mshindi anakaaga hivi. Hebu tusome. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. Amen. Overcomers sit with Christ. They continue sitting with Christ. Overcomers tiado amogotoko. People who stick with Christ. Praise be to God. Kwa sababu kanisa ni la Mungu, si la mtu. Jina la Bwana na litukuzwe. Overcomers will be forever God's children. Revelation 21 verse 7. Hebu enda katika Revelation 21 and verse number 7. Kama utakuwa mshindi, utakuwa mwana wa Mungu milele. Hallelujah. 21 and verse number 7 inasema hivi, he who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. Yeye ambaye atakuwa mshindi, mambo yale yameelezwa kuhusu promises za Mungu zitakuwa zake, na zaidi awe mtoto wa Mungu. Jina la Bwana na litukuzwe. Kwa hivyo una kazi yako na mimi nina kazi yangu, kupiga moyo konde na kuona ya kwamba wewe unashinda. Bwana asifiwe sana. Vita ni vingi, lakini lazima ushinde. Bwana asifiwe sana. Hakuna mahali tumeambiwa ya kwamba hatuna vita. Unatanene to inaga bara nene na diruga doine no ni ngwe hokete Ngai wako. Vita vimo, na sasa zilikuwa ziko chini chini ya maji tangia corona. Zitatokea uone upinzani wa kabisa, shetani akitaka kuleta upinzani. Jina la Bwana na litukuzwe. Lakini lazima uwe mshindi. Amen. Overcomers, the secret of victory for overcomers. Ni kitu gani kinaweza kuleta, tuangalie ni siri gani ya mtu awe mshindi? Is Christ atoning death. Kwa sababu Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu, na kwa sababu ya faithfulness ile tuko nayo na testimony about Jesus and perseverance in love for Christ even to death, that is the secret. Ya kwamba lazima we must persevere in love, we must persevere in Christ. Tuvumilie tukiwa ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Hapana toka kwa ushirika. Vumilia ukiwa ndani ya ushirika.
Na usiharibu kanisa uende ukaanzishe kanisa. Uharibu kazi ya Mungu, uende ukaanzishe kazi ya Mungu ukifikiri utafaulu. Niletee mtu mmoja aliyeharibu kanisa akaanzisha kanisa popote akafaulu. Mungu atusaidie sana. Overcomers. Tumalizie tuseme hivi juu ya overcomers. Nataka tuone kitu kimoja. Either we overcome sin, the world and Satan, or we are overcome by them. Itabidi na itakuwa, itategemea wewe na mimi. Either you overcome sin, the world and Satan, or sin, the world and Satan overcomes you. Itakutegemea sasa utajisatiti namna gani, utakaa kwa mpango gani. Because if we are overcome by sin, the world and Satan, we shall ultimately be thrown into the lake of fire. Hiyo ndio shida. Na hiyo ndio itakuwa danger. Kama hatutashinda dhambi na ulimwengu na shetani, dhambi, ulimwengu na shetani unaweza kutushinda kiasi ya kwamba mwishowe tutawekwa katika tanuru la moto. Kwa hivyo maisha yako jipange vizuri. Jipange sawa sawa. Kama Rose Muhando alikuwa anasema jipange sawa sawa. Kwa sababu either uwe mshindi juu ya dhambi na ulimwengu na shetani, ama dhambi na ulimwengu na shetani zikushinde, ungojee moto wa milele. Mungu atusaidie sana. Ningependa Mungu atusaidie. Uangazie hilo neno wiki hii. To him who overcomes. Uone Yesu alitaka tujue nini. Tuache mchezo wa wokovu, tuwe washindi. Jina la Bwana na litukuzwe. Asanteni sana kwa kunisikiza. Nyinyi pamoja na my viewers wale wananisikiza kutoka nje. Jumapili nilipigiwa simu na watu wengi sana wakiniambia kwamba jinsi walinifaika na mafundisho ya Jumapili. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu awabariki. To you and to our viewers, God bless you so much as we continue to overcome. Tell your neighbor, overcome. Nataka tuombe. Alexander, kuja uombe. Simameni tuombe. Nataka tuombe. Nataka tuombe. Bwana asifiwe sana. Nataka tuombe. God bless you so much. Amen. Amen. Hebu na tuombe. Tunashukuru Mungu wetu na Baba yetu mwenye ushindi wote, mwenye baraka zote, Mungu ya uwezo. Hakuna aliye kama wewe. Bwana wetu wa mbingu, Baba, katika jina bora na tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tumbele yako sasa, tukiwa tunaalika mbingu zifunguliwe ili tuweze kupata ushindi kutoka wewe. Huu ni wakati ambao mwenyewe unatuandaa kwa ajili ya ushindi. Baba yetu wa mbingu, watujua hata zaidi ya tunavyojijua wenyewe. Wajua hali zetu, wajua hewa zinazo kumbana na wakati tulionao kabla sisi hatujasimama kuona. Bwana Yesu, unasimamisha bendera yako ya ushindi wa msalaba
na kutukomboa na kuwa upande wetu daima. Tujie mwamba wa wokovu wetu. Bila wewe hatuwezi lolote. Tunawezeshwa na wewe, utupe nguvu. Una baraka kwa ajili ya imani ya watu wako. Ukinyosha mkono wako, watu wako wanakubali na kujinyenyekesha mbele zako. Tunakuja ili tubarikiwe na tuwe washindi. Tuone baraka zako jinsi zilizo nzito. Bwana Yesu, tujie mwamba wa wokovu wetu, tujie, uwe nasi Baba. Katika maombi yetu tunaombea tatizo zinazosongana na kanisa zako kwa wakati huu, wakati wa ubatili, wakati ambao wanafunzi wako walikuja mbele zako na kukuuliza maswali kuhusu wakati huu. Peke yako uliwapa majibu mema, ukasema mtakuwa washindi hata wakati wa tatizo. Kwani mimi ni pamoja naye. Amen. Tunakualika Yesu, gongo na fimbo lako liongoze kanisa lako. Amen. Tunaomba kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.